Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Jerome Robert. Kwanza ni muhtasari wake. Wananchi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wametolewa wito wa kuendelea na utunzaji wa mazingira. Baadhi ya wananchi mkoani Geita wamejitokeza kupanda miti kuzunguka taasisi na za serikali ikiwemo shule za msingi na sekondari kama sehemu ya utunzaji wa mazingira. Na kundi la waasi wa M23 limeripotiwa jana jioni kudhibiti mji wa kimkakati wa tarafa ya Walikale mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC. Habari kamili. Kibondo. Wananchi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wametolewa wito wa kuendelea na utunzaji wa mazingira hasa katika vyanzo vya maji ili kuongeza upatikanaji wa maji. Wito huu umetolewa na mbunge wa jimbo la Muhambwe Dr. Florence Samizi ambaye amesema serikali kwa upande wake inaendelea kuboresha miundombinu ya kufikisha huduma ya maji kwa jamii. Amesema mazingira yanahitaji kutunzwa kwa ajili ya maisha endelevu, akisisitiza jamii isipowajibika itasababisha majanga mbalimbali ambayo yataondoa utulivu wa maisha tulionao pamoja na kuharibu ardhi ambayo tunaitegemea katika kilimo. Wote tunafahamu mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaendelea katika dunia nzima. Kwa hivyo kutunza vyanzo vya maji ni muhimu sana, kwanza kwa kuacha kufanya shughuli za kibinadamu, lakini kwa kupanda mito rafiki kwenye vyanzo vya maji, lakini kuepuka kukata miti ovyo na kuepuka kuchoma moto kichaa ili tuendelee kutunza mazingira na miti ili hawa maji yawe endelevu kwa ajili ya vizazi vijavyo, watoto wetu, wajukuu zetu, nao wakute hali hii nzuri ya mazingira kwa ajili ya ustawi wa maisha ya jamii yetu. Baadhi ya wananchi wamesema elimu inahitajika pamoja na serikali kuchukua hatua kali za kisheria kwa wanaobainika kufanya shughuli za kibinadamu karibu na vyanzo vya maji. Geita. Baadhi ya wananchi mkoani Geita wamejitokeza kupanda miti kuzunguka taasisi za serikali ikiwemo shule za msingi na sekondari kama sehemu ya utunzaji wa mazingira. Zoezi hilo wamelianza jana katika baadhi ya shule zilizopo katika kata hiyo, ambapo wakizungumza na Radio Kwizera wamesema hatua hiyo ni baada ya kuhamasishwa na viongozi wa chama na serikali juu ya upandaji wa miti. Kwa sababu shule ikiwa kwenye miti inakuwa ni bora zaidi, na mazingira kama unavyoyaona hayana miti, yana miti pori, na faida yake upepo ukija naona huwa unazuia kufikiwa nyumba. Wa mama wenzangu naomba wajitokeze katika upandaji wa miti, hata kwenye majumba yao wapande miti, ila hatuna miti, tunaomba serikali ituletee mbegu za miti. Kwa hiyo nashauri serikali watengeneze vitalu vingi vya miti ili iwe ni kwa faida ya wananchi, kwa sababu miti inasaidia kutokuwepo na nini na jangwa. Kwa upande wake afisa mtendaji wa kata ya Katoro Bwana Sospita Mahushi amesema pamoja na wananchi kujitokeza kupanda miti katika taasisi hizo za kiserikali, haina budi kila mmoja kujenga tabia ya kupanda miti kwenye makazi yake kama sehemu ya utunzaji wa mazingira. Muleba. Afisa maendeleo wilaya Muleba mkoani Kagera ametoa wito kwa watu wenye ulemavu wilayani humo kubuni miradi mbalimbali yenye manufaa katika jamii ili na wao wanufaika na mikopo inayotolewa na halmashauri. Hayo yamebainishwa na afisa maendeleo ya jamii wilayani humo Bi Edna Kabyazi baada ya kulazimika kutoa mkopo kwa mtu mmoja pekee mwenye ulemavu kwa robo ya pili ya mwaka huu. Bi Kabyazi amesema kuwa wanaendelea kuwawezesha ili kuanzisha miradi ambayo itawasaidia kuwa na shughuli za kufanya kulingana na hali yao. Kwanza kwa mikopo ya nyuma, kuna baadhi ya watu wenye ulemavu ambao bado wana mikopo, kwa hiyo wanakosa sifa za kukopesheka kwa mwaka huu. Lakini katika kuzunguka, baadhi ya watu wenye ulemavu bado hawana miradi ya kufanya. Kazi ambayo tunaendelea nayo sasa ni kuendelea kuwawezesha katika mpango mzima wa kuanzisha miradi, wawe na shughuli za kufanya kulingana na ulemavu wao. Lakini ninaamini kwa awamu inayofuata, kwa sababu mpaka sasa hivi tuna maombi ya watu wenye ulemavu 10 kutokana na uhamasishaji ambao tumeufanya. Bi Priska Jeffrey ni miongoni mwa mtu mwenye ulemavu pekee mnufaika wa mikopo hiyo na ya halmashauri. Ametaka wenzake kutokujinyanyapaa na kujiona wao hawawezi kuanzisha miradi na kupata mikopo hiyo. Geita.
Wananchi wa mtaa wa Nyantontoro B, eneo la Ubaoni, kata ya Nyankumbu, manispaa ya Geita mkoani humo, wameiomba serikali kuweka alama za barabarani ili kudhibiti ajali. Wakiongea na Radio Kwizera, wamesema kukosekana kwa alama hizo kunaleta hofu kwa watoto na watu wazima wakati wa kuvuka barabara kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Wamesema awali alama hizo zilikuwepo, lakini zimeondolewa na kutokana na matengenezo ya barabara ambayo yalikuwa yakifanyika. Kwa kweli tunapata tabu sana kulingana na hii lami ilivyofutwa zile barabara, kwa sababu ile lami ya kwanza ilikuwa na alama za barabarani, lakini sasa wamekuja kuifanyia maboresho, zile alama za barabarani zikafutika. Kutoka upande wa Nyantorotoro A kwenda upande wa Nyantorotoro B kwenda Kuhemea, tunapata changamoto kubwa sana. Zinaweza zikasaidia kwa sababu kutoka kule alama za barabarani waka zinasababisha madereva anaelewa kuna nini mbele. Hata kuna alama zingine zinawaambia mwendo wapunguze. Ina maana tayari atatoka kula amepunguza mwendo. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha matengenezo kutoka wakala wa barabara nchini TANROADS mkoa wa Geita, mhandisi Frederick Mande, amesema kwa sasa kuna maboresho ya barabara yanaendelea na yakikamilika alama zote zitarudishwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM Walikale. Kundi la waasi wa M23 limeripotiwa jana jioni kudhibiti mji wa kimkakati wa tarafa wa Walikale mkoa wa Kivu kwa kaskazini mashariki mwa DRC bila mapigano yoyote. Taarifa kutoka katika mji wa Walikale zinasema mashambulizi makali yalishuhudiwa siku 3 mfululizo kando mwa mji wa Walikale kati ya waasi wa M23 dhidi ya makundi ya wazalendo. Kutokana na hofu kubwa, raia wengi wamelazimika kuhama mji huo na kwenda katika miji ya Kisangani na wengine mkoani Maniema, licha ya miji hiyo kuwa katika hatari ya kushambuliwa na waasi hao. Kutekwa kwa mji wa Walikale kutoka masaa machache baada ya rais wa DRC Felix Tshisekedi kukutana kwenye mazungumzo na rais wa Rwanda Paul Kagame mjini Doha nchini Qatar. Istanbul. Maandamano yamezuka nchini Uturuki baada ya mamlaka kumzuia meya wa Istanbul siku chache kabla ya kuchaguliwa kuwa mgombea urais. Ekrem İmamoğlu kutoka chama kisicho na dini cha Republican People's Party CHP ameonekana kuwa mmoja wa upinzani wakubwa wa kisiasa wa Rais Recep Tayyip Erdogan. Waendesha mashtaka walimshutumu kwa ufisadi wa kusaidia kundi la kigaidi, wakimwita mshukiwa wa kiongozi wa shirika la uhalifu. Polisi waliwazuia watu 100 wakiwemo wanasiasa, waandishi wa habari na wafanyabiashara kama sehemu ya uchunguzi, na ofisi ya gavana wa Istanbul imeweka vikwazo vya siku 4 katika jiji hilo. Na Washington. Ikulu ya White House imesema kwamba umiliki wa Marekani wa vinu vya nyuklia vya Ukraine ulijadiliwa wakati wa simu ya siku ya jana kati ya Rais Donald Trump na Zelensky, ingawa rais wa Ukraine baadaye amesema pendekezo hilo lilitolewa tu kuhusu kituo cha Zaporizhia kinachoshikiliwa na Urusi. Kufuatia mawasiliano kati ya marais hao wawili, mwanadiplomasia mkuu wa Washington Marco Rubio amesema umiliki wa Marekani wa mitambo hiyo itakuwa ulinzi bora kwa miundombinu hiyo na msaada kwa miundombinu ya nishati ya Ukraine. Vikosi vya Urusi vilikiteka muda mfupi baada ya kuanzisha uvamizi wao kamili Februari 2022 na wamekikalia tangu wakati huo, pamoja na eneo kubwa la Zaporizhia. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wananchi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wametolewa wito wa kuendelea na utunzaji wa mazingira. Baadhi ya wananchi mkoani Geita wamejitokeza kupanda miti kuzunguka taasisi za serikali ikiwemo shule za msingi na sekondari kama sehemu ya utunzaji wa mazingira. Na kundi la waasi wa M23 limeripotiwa jana jioni kudhibiti mji wa kimkakati wa tarafa ya Walikale mkoa wa Kivu kaskazini mashariki mwa DRC.
Waza Wazua. Msikilizaji, majani yaliyokauka leo ndio yanayolisha ardhi ya kesho. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.